Bana, ni mwendelezo wa kile ambacho kimekuwa pia kikimega headline sana, kikizungumzwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa ni kipi hicho? Mimi nitakusogezea taarifa ambako Zuchu kwa Diamond unaambiwa humwambii kitu kweli. Mapenzi nyaka kaanza kujikomba komba. Diamond sio mchoyo. Haya. Karibu sana mtazamaji wetu, jina langu Official Rose D. Tuangazie taarifa kubwa kabisa ambako utambuzi wa Zuchu kuhusu mchango wa Diamond katika mafanikio yake umeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa muziki wa Bongo Flava. Msanii huyo amesema wazi kuwa maarifa na mbinu alizojifunza ndani ya lebo ya WCB ni kwamba hazina ambayo anaamini asingeweza kuipata hata angesoma katika chuo chochote Tanzania. Kauli hiyo inaonyesha namna anavyothamini nafasi iliyoipata ya kufanya kazi chini ya uongozi wa bwana mkubwa Diamond, ambaye amekuwa ni mmoja pia wasanii ambao walifanikiwa zaidi ama wamefanikiwa barani Afrika. Akizungumza kuhusu safari yake ya muziki, Zuchu alieleza kuwa Diamond hakuwa mchoyo kabisa wa maarifa, bali alikuwa tayari kutumia muda wake kumwelekeza na kumfundisha mambo mbalimbali yaliyokuwa yakihusu uandishi wa nyimbo, uimbaji, utendaji wa kazi na namna ya kujitofautisha katika soko la muziki. Kwa mujibu wa Zuchu, ushauri huo ndio uliokuwa msingi wa mafanikio yake ya sasa hivi ambayo tunayaona. Lakini pia msanii huyo alifichua kuwa alipowasili WCB alikuwa na mtindo wa kuimba kwa sauti ya lafudhi za kimataifa, akijaribu kufuata mwelekeo wa nyimbo za Kiingereza. Sasa Diamond bana aliweza kumshauri kwamba achane na mtindo huo na badala yake atumie uwezo wake wa kuimba kwa sauti yenye ladha ya Kiswahili na utamaduni wa Kiafrika. Na kwa mujibu wa Zuhura, Diamond alimweleza kuwa sauti yake ilikuwa na upekee wa asili ambao angeweza kumtofautisha na wasanii wengine wengi tu waliokuwa wakijaribu kuiga mtindo wa nje. Ushauri huu ulimfanya aanze kuzingatia zaidi muziki wenye ladha ya Kitanzania na Kiswahili, jambo ambalo baadaye lilimjengea utambulisho mkubwa ndani na nje ya nchi. Bana, Zuchu pia alisema kwamba Diamond sio mchoyo, akikaa anakufundisha kabisa, kwa sababu mimi nilipofika WCB nilikuwa naimba uzungu. Akaniambia niacheni na hayo mambo, akasema wewe sauti yako imekaa kitaarabu, fuata hiyo ndio upekee wako. Kauli hiyo imepokelewa na watu kama ushahidi wa namna ambavyo Diamond anawekeza katika kukuza vipaji vya wasanii ambao wako kwenye lebo ya kwake. Kauli hiyo pia imeendelea kuimarisha taswira ya Diamond kama msanii ambaye mbali na kutengeneza muziki wenye mafanikio, pia ana uwezo wa kutambua vipaji na kuvikuza. Ndani ya WCB Wasafi, wasanii wengi wamewahi kueleza jinsi walivyofaidika na uzoefu wake katika masuala ya uandishi wa nyimbo, ubunifu, biashara ya muziki na namna ya kujenga chapa binafsi. So kwa ujumla, simulizi ya Zuchu inaonyesha kuwa mafanikio makubwa hayaji kwa kipaji pekee, bali yanahitaji mwongozo, kujifunza na kuwa tayari kupokea ushauri. Uamuzi wa kuacha kuimba kwa mtindo wa kizungu na kuzingatia utambulisho wake wa Kitanzania ndio uligeuka kuwa hatua muhimu iliyomfungulia milango ya mafanikio makubwa. Kauli yake pia imekuwa somo kwa wasanii wengi kwamba kuwa halisi na kujivunia utamaduni wako kunaweza kuwa silaha yenye nguvu zaidi katika kufikia mafanikio ya kudumu kwenye tasnia ya muziki kuliko kujidai kuigaiga vitu vya wenzetu huko vya kimataifa. Bwana, mambo yako hivyo. Pamoja na yote lakini anakiri ni kwamba bwana Diamond alihusika kwa kiasi kikubwa sana kwenye kumsaidia. Una maoni gani? Andika hapo, tutaangazia kwa wakati mwingine.